Sehemu ya 6. Njama za Adrian na Veronica. Katika maficho ya kifahari karibu na pwani, Adrian Cantu na Veronica Alanis wamelala pembeni ya bwawa, wakipanga udanganyifu wao unaofuata. Adrian anajigamba jinsi alivyoepuka mkono wa sheria, lakini Veronica, akiwa na wasiwasi, anaangalia simu yake kwa siri akifuatilia akaunti zao za nje. Anatoa wazo la shabaha mpya, lakini tabia yake ya kujihami inaonyesha kuwa anapanga kumsaliti Adrian. Tamaa yao ya baridi inakinzana na misukosuko ya kihisia ya mtaa, ikionyesha kuwa wao ndio chanzo cha mateso ya Natalia na Chente. Sehemu ya 7. Mstari wa umbea wa mtaa na msaada. Katika soko la mtaa, Soledad na majirani wengine wanapiga gumzo, mazungumzo yao yakimzungumzia Chente na Natalia. Soledad inamtetea Natalia dhidi ya uvumi ulioenezwa na Olga kwamba yeye ndiye anayesababisha matatizo, akimsifu kwa jitihada zake kumsaidia Chente. Jirani mmoja anataja drama ya Claudio na Constanza, ikionyesha uhusiano wa karibu wa matatizo ya jamii. Magosi anajiunga na mazungumzo, akieleza imani yake kuwa Natalia na Chente wameandikiwa kuwa pamoja, akipanda mbegu za msaada kutoka kwa jamii kwa uhusiano wao. Sehemu ya 8. Chakula cha usiku cha kimapenzi kati ya Natalia na Chente. Kilele cha kihisia cha kipindi kinafanyika katika mgahawa mdogo wenye mishumaa. Natalia akiwa amevaa nguo rahisi lakini ya kuvutia, na Chente akiwa safi, wanaketi uso kwa uso, mazingira yakiwa ya matumaini. Wakila tacos na kusikiliza mziki, wanazungumza kwa undani. Natalia anakiri, upole wako Chente umenipa tumaini tena. Chente akiwa na macho yenye upole anakubali, sikutarajia kujisikia hivi Natalia, lakini nakupenda zaidi ya nilivyopaswa. Maungamo yao ya mapenzi yanaonesha hisia halisi, japokuwa ya hofu, yakifuatwa na tabasamu za aibu na kushikana mikono. Tukio hili linaimarisha uhusiano wao wa kimapenzi, ingawa wote wanatambua changamoto zinazowakabili. Sehemu ya 9. Mstari wa mwisho na matumaini. Usiku ukiwa umetanda, Natalia na Chente wanarudi nyumbani, mazungumzo yao yakiwa mepesi, lakini ukaribu wao ukionekana. Wanasimama mbele ya duka la Chente, wakishiriki kimya chenye maana. Natalia anamshukuru Chente kwa usiku mzuri, naye anajibu, tuko imara tukiwa pamoja. Magos akiwa kwenye baraza lake anatabasamu, akihisi mustakabali wao. Olga, hata hivyo, anawatazama kwa mbali, uso wake ukiwa umejaa wivu na nia ya kuharibu furaha yao. Katika ulinganifu, Adrian na Veronica wanainua glasi zao wakifurahia njama zao, bila kujua ufa unaotokea kati yao, ukionyesha tofauti kati ya mapenzi yanayochipuka ya Natalia na Chente na vitisho vinavyokaribia vya wivu wa Olga na hila za Adrian.